وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث tukiwa katika mwendelezo wa kitabu chetu cha aqida ya salaf na wema waliotangulia ashabul hadith cha Abu Uthman As-Sabuni Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu. Leo tuko katika mabahath ya al-istiwa. anasema rahimahullahu ta'ala, wa ya'taqidu ahlul hadithi wa yashhadun, na wanaidhakidi ahlul hadithi na wanashuhudia anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawati ala 'arshihi mustawin. wanashuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu saba, juu ya arshi yake, mustawin, yuko juu, mustawin, yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa muallif rahimahullah anabainisha swala zima la sifa ya istiwa, istiwa'ullahi ala al-arsh, ule kukaa kwake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arshi kaifa shaa wa kama shaa wa bila haddin wala wasfin. Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arshi, yuko juu ya arshi kama shaa, kama anavyotaka yeye mwenyewe, wa kama shaa, na kama alivyotaka, wa bila haddin, bila mipaka. Si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna kitu ambacho kinamzunguka, la abadan, kwa sababu yeye ni akbar kulli shay. Yeye Allah ni mkubwa kuliko kila kitu. Wa bila haddin wala wasfin yahmiluhu wasifun, bila haddi wala sifa ambayo anaweza kaibeba yule mwenye kusifia, akaja akasifia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko kadha, abada. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kumsifia Allah kama vile alivyo. Utamsifia Allah, lakini bado utakuwa na sifa nyingi mno ambazo utakuwa huwezi kumsifia nazo Allah subhanahu wa ta'ala. الاستواء في اللغة، يعني في لغة العرب، الاستواء في لغة العرب له 4 معاني. استواء في لغة العرب إن معنى، وهي على وارتفع وصعد واستقر. معنى يعني على هو جو، ارتفع بمعنى هي صعد، صعد huwa juu, istakharra na kutulizana. Istakharra ni kutulizana au kustawi. فهذه المعاني الأربعة، hizi maana 4 تدور عليها تفاسير السلف، inazunguka katika maana hizi 4 tafsiri za wema waliotangulia. للاستواء الوارد في هذه الآيات الكريمة، واستواء ambayo imethibiti katika aya hizi ambazo ni tukufu. Kwa wema waliotangulia tafsiri zao zinaonyesha kwamba istiwa inapita katika hizi tafsiri 4: ala, wartafa, wasa'ada, wastakharra. وذكر الإمام السعدي
في تفسيره نامتها الإمام الصادق في تفسيره أن الاستواء له 3 معاني. كما استواء إلى معنى تاتو من حيث التعدية وعدمها. kwa kutazama neno istawa inapokuwa ni mutaaddi na inapokuwa sio mutaaddi, kwamba likija neno istawa likuwa ni mutaaddi, imma mutaaddi kwa ila au mutaaddi kwa ala au bila ya taadiya, basi itaangaliwa kwamba je, kinachotazamwa hapo ni nini. Kwa hiyo maana zinakuwa zinatofautiana kutokana na nini? Kutokana na kutazama taadiya na adamu madha at-taadiya. Nadhani nikisema mutaaddi unafahamu kuna fi'lu mutaaddi na fi'lu lazim, si ndivyo? Kama mlivyosema kwenye safu, si ndivyo mashekhe? Kuna fi'lu mutaaddi na fi'lu lazim, na kuna baadhi ya fi'lu kinakuwa ni mutaaddi na kinakuwa hapo inakuwa ni nini? lazim katika nahiyati ukhra. المعنى الأول معنى ya kwanza ya istiwa الكمال والتمام. الكمال والتمام inakuja istawa kwa maana ya kukamilika na kutimia. مثاله قوله تعالى، mfano wake ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala fi Musa. Allah alipokuwa anamzungumzia Musa, walamma balagha ashuddahu wastawa, na alipofika Musa amekuwa mkubwa na kawa na nguvu. Balagha ashuddahu yani quwwatan badanihi, alipokuwa amekuwa mkubwa kawa na nguvu ya kiwiliwili chake. Wastawa na akawa amekamilika, yani istawa ay takamala aqluhu. Istawa ay takamala aqluhu, na ikawa imekamilika akili yake. Kwa hii aya inaonyesha kwamba istawa hapa bidi ya kuwa mutaaddi kwa kitu chochote. Hapa inaonyesha kwamba ni kwamba imekuja kwa maana ya nini? Ya ifuatayo, imekuja kwa maana ya takamala, in maana al-kamal wa madha wa tamam. المعنى الثاني معنى يبيدي يا استواء. الاستواء بمعنى على وارتفع. الاستواء بمعنى على وارتفع. الاستواء بمعنى يقوى جو، وذلك إذا عديت بعلى. وذلك إذا عديت بعلى. na hapo ni pale istawa itakapokuwa ni mutaaddi, itakapokuwa ni mutaaddi kwa ala. Ikiwa ni mutaaddi kwa ala, basi inakuwa kwa maana ya nini? Ifuata inakuwa kwa maana ya ala wa madha wartafa, ka kaulihi ta'ala, kama ilivyokuja kwenye kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman yuko juu ya arshi. Istawa amekuwa juu, yani ala wartafa. Ar-Rahman ala al-arshi istawa, takdiri yake ar-Rahman istawa ala al-arshi. Ar-Rahman istawa ala madha? Ala al-arshi. Allah amekuwa juu ya arshi. Wa qawluhu, na pia istawa inakuja kwa maana ala katika nani? Ashahid, katika kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema litastawu ala dhuhurihi. Litastawu ala dhuhurihi, ili muweze kuwa juu, ili muweze kuwa juu ya migongo yake, yani migongo ya yule mnyama. litastawu ala dhuhuri thumma tadhkuru madha ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi, ni juu ya vile vipandwa.
kwa maana hapo mmekuwa juu ya vipando. Almaana thalith, maana ya tatu, alistiwa'u bimaana qasada. Alistiwa'u bimaana madha? Qasada. Istiwa kwa maana ya amekusudia, kama idha udiyat bi ila, kama idha udiyat bimadha ikhwata? Bi ila, itakapokuwa ni mutaaddi kwa ila, itakapokuwa ni mutaaddi kwa ila, kama fi hadhihi alaya, kama ilivyokuja katika hii aya. Ni aya gani hiyo? Ni aya ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqa al-ardha, alipokuwa ameumba ardhi, qasada ila khalqi as-samawati, Allah alikusudia kwenda kuziumba mbingu. Alipoumba ardhi, sasa akakusudia kwenda kuumba mbingu. Fasawwahunna sab'a samawati, akazifanya kuwa ni mbingu saba. Fasawwahunna sab'a samawati fakhalaqaha wa ahkamaha, akaziumba na akazifanya kwa ufanisi. Wa huwa bikulli shay'in alim, naye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mjuzi. Qala ta'ala alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah ndiye ambaye amekumbieni yaliyoko ardhini yote, yani akakumbieni ardhi na akakumbieni yote ambayo yanapatikana katika ardhi. Thumma stawa ila sama, kisha akakusudia kuiumba mbingu. Thumma stawa ila sama, kisha akakusudia kuiumba mbingu, kwa maana akaielekea mbingu kuiumba. Kwa maana istawa idha udiyat bi ila bimaana madha? Bimaana qasada. طيب، أنواع الأدلة الدالة على استواء الله على العرش وعلوه على خلقه كما يلي. أنواع الأدلة الدالة على استواء الله على العرش وعلوه على خلقه كما يلي. أين ذا دليل سنزجلش وجوه الله سبحانه وتعالى جوه عرش وعلوه، نكما يا الله yuko juu na ujuu wake, ala khalqihi, juu ya viumbe wake, kama yali, ni kama ifuatavyo. An-naw'u al-awwal, aina ya kwanza, dhikru uluwi llahi, ni kutaja uluu wa Allah. Yani kuna dalili ambazo zimekuja zinataja kwamba Allah yuko juu, right? Kuna adila ambazo zimekuja zinataja kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu. mfano wake mithlu qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. tumesema takdiri ya aya ar-rahmanu istawa 'ala al-'arshi, mashi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi. النوع الثاني، aina ya pili miongoni mwa aina za dalili, na maana hizi ar-rahman 'ala al-'arshi istawa, zile dalili ambazo zinaonyesha kama Allah yuko juu, kwamba istawa 'ala al-'arshi istawa, ziko nyingi na tutakuja kusoma. Hii ni mukhtasar wa dars, tutakuja kuzielezea, atakuja kustaja al-Imam Abu Uthman Ismail as-Sabuni Shafi'i rahimahullah, atazitaja, lakini tuchukue baadhi yake ikhtisara. النوع الثاني، aina ya pili ya dalili zinazoonyesha kwamba Allah yuko juu, dhikru al-fawqiyya. Dhikru al-fawqiyya, zile dalili ambazo zimekuja kutaja ujuu wa Allah, kama yeye Allah fawqa kulli shay, yuko juu ya kila kitu. mithlu qawlihi ta'ala, mfano wa qawli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema yakhafuna rabbahum min fawqihim, kwamba malaika wanamuogopa Mola wao juu yao. Yani kwa maana Allah yuko juu ya malaika, na malaika wako juu ya mbingu. Kuna malaika wako katika mbingu ya kwanza, kuna malaika mbingu ya pili, kuna malaika wa mbingu ya tatu, mbingu ya nne, mbingu ya tano, mbingu ya sita, mbingu ya saba, na Allah yuko fawqa. Na hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu
wallahu fawqa kulli shay, na Allah yuko juu ya kila kitu, wa huwa ya'lamu ma antum alayhi, na yeye anajua yale mnayoyafanya, kila kitu yale mliokuwa nayo. Kwa maana baada ya mbingu ya saba juu yake kuna bahari, right, na juu yake kuna kiti, na juu yake kuna arshi, na juu ya arshi kuna Rabbu dhul quwwati wal jabarut, Allah tabaraka wa taala wa taqaddas fi majdi, yuko juu. Yani baada ya arshi anafuatia Allah. Je, Allah anayegemea arshi? La, kwa sababu arshi imebebwa na malaika, right? Na Allah kule aliko kule ndio vitu vyote vinasimama. inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula, wal arda, inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula, Allah ndiye anayezuia ardhi na mbingu kuanguka. Yani hizi mbingu hizi Allah ndiye anayezuia, na ardhi saba na mbingu saba Allah anavizuia visianguke, na kila kitu ambacho sio Allah, viumbe wote kusimama kwake vinamtegemea Allah tabaraka wa taala. Kwa maana Allah yuko juu, huko aliko hakuna kiumbe, yuko peke yake. Arshi kusimama kwake inamtegemea Allah, arshur rahman, lakini Allah kiachie inaanguka. Kwa hiyo dhikru al-fawqiyya, kuna dalili ambazo zimekuja kutaja kwamba Allah yuko juu, mithlu qawli ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, malaika wanamwogopa Mola wao juu yao, yani kwa maana Mola wao yuko juu yao. Wa fi al-hadith idha qada Allahu al-amra fi as-samaa, Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa amelihukumu jambo mbinguni, tumefahamiana hapo. Kwa maana wale malaika ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله, malaika wanakuwa wanapiga mbawa zao wakiwa wananyenyekea kauli Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanazimia. Kwa maana unaisikia sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala inatoka juu yao. وفيه قصة المعراج, وفيه قصة ماذا؟ المعراج. كنا قصة المعراج، Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amepandishwa kwenda kwa Mola wake, akaenda mbingu ya saba mpaka akaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamuona Mola wake Allah tabarak wa ta'ala kwa moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo, akumuona kwa macho. النوع الثالث من الأدلة أين يتذكر كدليل كأدلة kuhusiana kwamba Allah yuko juu, dhikru nuzuli al-ashiya'i min indihi, dhikru nuzuli al-ashiya'i min indihi, kutaja kuteremka vitu kutoka kwa Allah. Yani kwa maana Allah yuko juu, anateremsha vitu vinakuja chini, na hili ni dalili ya kwamba Allah yuko juu na vitu vinateremka kutoka juu aliko Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu qawluhu ta'ala, na katika hiyo ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalna at-taurah, hakika sisi tumeiteremsha Taurati. Na Taurati Allah aliandika kwa mkono wake kisha akaiteremsha. Tumefahamia na ifuata, Taurati Allah ameandika kwa mkono wake kisha akaiteremsha Allah tabaraka wa taala. Wa minhu qawlihi ta'ala fi Adama wa Hawa wa Iblis, na miongoni mwa hiyo ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala kusema Adam na Hawa na Iblis, qulna ihbitu minha jami'a, tukasema kwamba teremkeni kutoka katika hiyo pepo nyote, teremkeni ay min as-samaa. Kwa maana haya maneno haya Allah ameyasema maneno haya akiwa juu, baada ya kuwa Adam amemwasi Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na vurugu za shaitani. Na hapo mwanadamu anatakiwa tambue
kwamba sheitani hajalala tangu zama hizo. Sheitani yuko macho. Yale yote ambayo alimpoteza baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, bado anaendelea kuwapoteza wana wa Adam. Angalieni zama za sasa yafuatayo. Kule Iblis al-la'in alisababisha baba yetu Adam avuke nguo, akawashawishi wakawa wamekula katika shajara ili fala taqraba hadhihi shajara. Yeye akawashawishi ikawa ni sababu ya kula katika nini, katika mti uliokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akawatia wasiwasi. Walipokula katika mti, Allah akawaadhibu, wakafanyaje? fabadat lahuma sawatuhuma, wakavuka nguo shekhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-A'raf akatupa tahadhari sana sisi wanadamu, kwamba tutahadhari na sheitani asije akatuvua nguo kama vile alivyovua baba zetu, asituondoe katika pepo ya Allah kama alivyoondoa baba zetu wakati duniani hapa. Lakini angalia, tumesahau shekhi. Waangalie dada zetu wanapovaa, ametuvua nguo tena. Angalia wanaume, utamkuta mwanamume mtu mzima anavaa kaptura kama vile ni mwanafunzi wa primary school, si ndivyo? Katuvua nguo shekhi. Bali kuna zaidi ya hayo ambayo hatuwezi kuyasema, hatuwezi kufanyaje, hatuwezi kuyasema, ni aibu ya kuyasema. Kwa hiyo huyu sheitani lazima tuwe na tahadhari naye, asije akatuondoa katika pepo na asije akatutia katika upotevu. An-naw'u ar-rabi' min al-adilla, aina ya nne katika dalili kuhusiana kwamba Allah yuko juu, dhikru as-su'udi ilayhi, kutaja kupanda kwa Allah, yani vitu vinapanda kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kuna adilla zimetaja kwamba kuna vitu vizuri vinavipanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu qawluhu ta'ala, na katika hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu. Kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala maneno mazuri yanapanda. Right? Maneno mazuri yanapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kama unataka maneno yako yapande, ni maneno, useme maneno yalikuwa mazuri, useme maneno mabaya, yataishia angani na yanaandikwa, na wewe unakuwa ni mas'ulun anha, utaulizwa katika kuhusiana maneno hayo. Kwa hiyo maneno mazuri ambayo yanapanda kwa Allah, maneno yanayopanda kwa Allah ni yale mazuri. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala yanapanda maneno mazuri. Wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu, na matendo mazuri Allah subhanahu wa ta'ala aniyapandisha. Amali nzuri, matendo mazuri Allah aniyapandisha. Na matendo mazuri ambayo yanapandishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni yale yaliyosimama katika ikhlas, ni yale maneno ambayo yanasimama katika ikhlas na mutaba'atu an-nabii sallallahu alayhi wasallam na salafu al-i'tiqad. Matendo mazuri ambayo yanapanda kwa Allah ni yale ambayo yamesimama katika ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala dini, na kama mtu sio mushrik, haielekezi ibada yake katika sehemu yoyote ile, bali anaelekeza kwa Allah. Lakini pia mutaba'atu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la tatu, sahihu al-i'tiqad au sihhatu al-i'tiqad, itikadi iliyokuwa sahihi. Na haya ameelezea Imam Shafi'i rahimahullah katika tafsiri yake
Adwaul Bayan, wakati anatafsiri kauli Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, akawa ameelezea kwamba al-amalu salih lazima ipatikane masharti mangapi? Matatu, ambao ni shurut qabuli madha al-amal. Kwa hiyo tunapata dalili kwamba Allah yuko juu kwa sababu anayapandisha matendo mazuri kwake, ilayhi, kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'ad maana yake ni kupanda, sio kwenda chini, kwa maana Allah hayuko chini au hayuko popote kama wanavyosema baadhi ya watu katika marawafidha, mashia na wengineo, kwa maana maneno ya Allah yanapanda juu huko aliko Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salih yarfa'uhu, na matendo mazuri aniyapandisha kwake, kwa maana Allah yuko juu. Wa minhu qawluhu ta'ala fi haqqi Isa, na miongoni mwa hiyo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki ya Isa aliposema, ya Isa, ewe Isa, inni mutawaffik, hakika mimi nitakupa usingizi, utalala, kisha warafi'uka, nitakupandisha ilayya, kwangu mimi. Yani angalia, kwa maana Allah anampandisha Isa kwake yeye, kwa maana Allah yuko juu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda alimkuta Isa juu, Isa alayhi salatu wasallam, Isa ibn Maryam. Mtume alipokwenda Mi'raj alimkuta Isa ibn Maryam yuko juu huko, kisha akampita akapanda zaidi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtukufu wa daraja yake ni alia jiddan. Mtume ni bora kuliko hata nani? Hata Jibril alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo manabii wote aliwapita, akaenda mpaka huko, mpaka ambako Jibril hawezi kufika, lakini yeye Rasulullah alifanyaje? Alifika alayhi salatu wasallam, alifika akaenda juu zaidi. Yani baada ya Mungu ya saba, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna eneo alienda ambapo hata Jibril mwenyewe hakwenda. Tumefahamia nalo? Aiywa, kwa sababu yeye Rasulullah ni mtukufu wa daraja yake iko juu, ni alia jiddan, ni mbora kuliko viumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fakhar. Kwa hiyo Allah alimpandisha Isa kwake yeye, na katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, bali rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah amemnyanyua Isa akampeleka kwake, kuonyesha kwamba Allah yuko wapi? Yuko wapi? Ikhwata, akmilu, yuko juu. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عرج به إلى السماء، na Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa habari kwamba yeye alipandishwa mbingu. Faraa rabbahu biqalbihi, akamuona Mola wake kwa moyo wake. Fafuridha alayhi 5 salawat, akafaradhishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam swala 5. Mtume akapelekwa chini kwa Mola wake, akapelekwa katikati ya ngani huko, alipelekwa juu huko, juu huko, alipandishwa huko juu. Kwa zile aya ambazo zinaonyesha kwamba vitu vinapanda kwa Allah, zinaweka wazi kwamba Allah yuko wapi, yaipata kama Allah yuko juu. Annahu al-khamis, aina ya 5, kaunullahi fi sama, kaunullahi fi sama, kuwa Allah yuko mbinguni. Kaunullahi fi sama, kuwa Allah yuko mbinguni, ka kaulihi ta'ala, kama ilivyokuja kauli Allah subhanahu wa ta'ala kusema, aamintum man fi sama, hivi nini? Aamintum man fi sama, hivi nini mnajiaminisha kwa yule aliyekuwa mbinguni? Aamintum man fi sama, hivi nini mnakuwa na amani kwa yule aliyekuwa mbinguni? Fi hapa, fi huna bimaana ala,
hapa fi inakuja kwa maana ya ala, fi inakuja kwa maana ya ala. Na hata mkisoma katika nahwu, katika awdah al-masalik ya al-imam Sibawayh fi waqtihi ibn Hisham rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, mtakuta fi min maaniha ala. Fi inakuja kwa maana ya nini? Ya ala. mithluha, mfano wa hii fi kuja kwa maana ya ala, qawluhu ta'ala wala usallibannakum fi judhu'i an-nakhli. Firaun anawaambia nani? Wale mu'minina, wale waliomwamini Musa, ambao walikuwa ni wachawi wakamwamini Musa wakawa ni mu'minun, wakaacha uchawi na wakaacha shirki. Anasema kwa nini mnaamini kabla ya mimi kuwapa idhini? Wao kama kusema abadan 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 abada ya Firaun, utuache sisi tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hili swala sasa halihitaji idhini. Swala la kumtii Allah halihitaji nini? Yaipata, halihitaji idhini abadan. Firaun akawahaidi kwamba lazima sasa ni muadhibu, akawatisha. Miongoni mwa mambo aliyowatisha akasema wala usallibannakum, na wallah, na kwa hakika kabisa nitakusulubuni fi judhu'i nakhli, katika manini katika magogo ya mtende. Je, tukisema fi maanahu dharfia, kwa hapa ina maana aliwasulubu ndani humu ndani ya ile gogo la mtende akalipasua afu kisha akawasulubu ndani yake, au kusulubu ni kule juu? Kwa maana ametengeneza msalaba kutokana na nini? Ametengeneza msalaba kutokana na magogo ya nini? Ya mtende, juu ya mtende. Kwa maana hapa fi inakuja kwa maana ya nini? Ya ala, haiji kwa maana ya dharfia, yani ndani. Fi bi maana ala hapa. وهذا المعنى نمعنى إذا أريد بالسماء، ikiwa tutataka mbinguni, tukua tasema sasa hii fi ni fi dharfiyya ambayo tulisema kwenye nahwu, ambayo tulisema kwenye al-Ajurramiyya ya al-Imam al-Ajurrami. Tukijalia kwamba hii fi kwa maana ya dharfiyya, tukajalia kwamba ni as-samaa'u al-mabniyya, ni mbingu ambayo imejengwa. Tukisema kwamba fi kwa maana as-sama, si ndivyo? As-sama tunasema kwamba ni as-sama'u al-mabniyya, yani katika hii maana ya kwamba fi bi maana madha, bi maana ala, kwa maana Allah yuko juu ya nini? Yuko juu ya mbingu, yani baada ya mbingu ya saba yeye Allah yuko juu yake. Kwa maana hapo tunachukua tunasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mbingu, inafuatia nani? Juu ya mbingu kuna bahari, yani juu ya mbingu ya saba kuna bahari, kuna kiti, kuna arshi, na Allah yuko juu ya nini? Juu ya arshi. Wa in urida bis samai mutlaqa al-uluwi, na ikiwa tutataka sama kwa maana ya ule ujuu, kwa maana unasema kwamba kitu fulani kiko as-sama, yani kwa maana kiko juu. Fa fi lidharfiyya, fi hapa itakuwa kwa maana ya dharfiyya, itakuwa kwa maana ya sehemu, ay anna Allah ta'ala fil uluwi, kama Allah yuko juu. Mafhumu? Si kama yeye Allah yuko katika mbingu ndani. As-sama lughatan inakuja kwa maana ya nini? Ya ulu. Fatakunu fi bimaana dharf al-makan, fi itakuwa kwa maana ya dharf madha? Al-makan. والنبي صلى الله عليه وسلم نمتم صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله في مكان العلو. Mtume amethibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika sehemu ya juu. Maana wasitaka kutokea tobida wakaanza kusema nyinyi mmesema kwamba mkisema kwamba Allah yuko juu, ina maana mtakuwa mnajalia kwamba Allah yuko katika sehemu. Tunawaambia naam, tunajalia hivi kwamba Allah yuko katika nini? Katika sehemu. Naam, tunajalia hivi. Tumeelewana hapo?
Aiywa, tunajalia hiyo kama Allah yuko katika sehemu gani? Sehemu ya ulum, kama fi sualihi liljariyah, kama katika swali lake la jariyah, aina Allah, Allah yuko wapi? Mtume amuuliza nani? Anamuuliza yule mtumwa. Yule mtumwa anatakiwa aachwe huru, hautaki kumwacha huru mtu ambaye ni kafiri, inabidi umwache huru mtu ambaye ni nani? Ni mu'mina, ambaye ni mu'min. Sasa yule sayyid anataka mwache mtumwa wake, mtume akamweza jibuha au jibu haina hatiha, mlete hapo. Mtume akamuuliza ya jariya, aina Allah wa man ana, Allah yuko wapi na mimi ni nani? Akasema Allahu fi samaa, Allah yuko wapi? Mbinguni. Wa anta rasulullah, na wewe ni mtume wa Allah. Akasema ahfiqaha fa innaha mu'mina, mwache huru ya mu'min. Tutakuja kuona maneno ya Imam al-Muttalibi ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, tutakuja kuyaona huko mbele, atayataja Imam Sabuni. Kwa hiyo wao wanatuambia kwamba eti tuseme kwamba Allah yuko wapi? Tunaambia Allah yupo sehemu. Wanasema kwamba haifai kusema aina, tunasema kaisema Rasulullah akamwambia jariya aina, na aina lil makani, si ndivyo? Aina imewekwa kwa ajili ya kufahamisha dharfu madha kwa jaji akasema Allahu fi samaa, Allah yuko juu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa tumajjada yuko juu. Anasema al-Imam as-Sabuni rahimahullah ta'ala, طيب msije kidogo afu kisha tuendelee. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له